Habari watazamaji wetu, karibu katika kipindi chetu kingine ya kuangalia jinsi ya kujilinda na kutunza afya ya uzazi kwa kila mwanamke. Kujilinda na kutunza afya ya uzazi ya kila mwanamke ni pamoja na utayari wa kila mwanamke kwa ajili ya kujilinda afya ya uzazi wake na kulinda ili asipate maambukizi mbalimbali. Sasa tuje tuangalie sababu mbalimbali au vitu mbalimbali ambavyo mwanamke anaweza akavifanya ili kujilinda na kutunza afya yake ya uzazi. Okay, sababu ya kwanza ambayo anaweza ikamsaidia ni kujiepusha au kujikinga na magonjwa ya zinaa au wanaita STIs. Hii ni pamoja na kutumia matumizi sahihi ya kondom, ambao tumeona magonjwa ya zinaa mengi yanasababisha kwa njia ya ngono zembe au kujamiana pasipokuwa na kinga au na kuwa na mtu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo unakuwa kwenye hatari ya kupata maambukizo ya magonjwa ya zinaa ambao tuliona katika somo lililopita kwamba inaweza ikaleta changamoto ya uzazi kwa wanawake. Kuna maradhi kama kaswende, kuna maradhi kama virusi vya HPV ambao vinaweza baadaye vikamletea huyu mama saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo ni baadhi ya maradhi mengi ambayo yanaambukizwa kwa njia ambayo sio sahihi ya kutotumia kinga kama kondom kwa wakati wa kujamiana. Kitu kingine ambacho mwanamke anaweza akafanya ili kulinda afya ya uzazi ni pamoja na kuwa na mpangilio mzuri au salama wa uzazi wa mpango. Utakuta huyu mwanamke anaweza akapata mimba kiholela ambao muda hakutarajia. Kwa hiyo hizi mimba zinaishia kutolewa kwa njia ambazo sio sahihi. Wanaenda vichochoroni na kufanya abortion au kutoa mimba ambao baadaye huyu anaweza akapata septic abortion ile baadaye ikamletea madhara kwenye mji wake wa uzazi, au akapata uterine synetia, mgando wa mji wa uzazi baada ya kufanya abortion au kutoa mimba kusikokuwa sahihi, na baadaye ikamletea pia changamoto ya uzazi. Kwa hiyo tunapokuwa tuko tayari katika kulinda afya ya uzazi ya huyu mwanamke, basi tufanye njia sahihi ya mpango wa uzazi. Kutana na wataalamu wa afya akuchagulie na akupe elimu kuhusiana na njia mbalimbali za mpango wa uzazi ili kuweka gap au kuweka nafasi ya mimba ambazo unazotaka kupata na upate uzazi ulio bora na salama. Pia kuzingatia kufanya vipimo mbalimbali katika maintain au kulinda mji wa uzazi au mfumo wa uzazi. Hivi vipimo ni pamoja na kuchunguza mji wa uzazi kama kuna changamoto zozote ili ziweze kutibiwa mapema, au kufanya screening au kwenda kujichunguza shingo ya kizazi, ambao vipimo vinafanyika hospitalini, tena ni bure, au kwenda kuchunguza matiti kuepukana na hizi saratani, au kama ukiona na saratani ya awali basi ni rahisi kwenda kufanya matibabu mapema na kujiweka sawa katika huu mfumo wetu wa uzazi ili kuepuka hizo changamoto ambazo baadaye zikaja kuletea madhara wakati ambao tunatafuta uzazi, au zikaleta madhara za kuleta baadaye mpaka unaweza kukosa hata kupata madhara kama saratani za uzazi au shingo ya kizazi. Sababu nyingine, tuzingatie usafi binafsi. Wanawake, kutokana na mazingira yetu ya uke ulivyo, basi ukiwa na usafi hauko thabiti, hauko vizuri, ni rahisi huyu mwanamke kupata maambukizi ya hapa na pale. Nikimaanisha kwamba mwanamke umeenda kujisaidia haja ndogo, haja kubwa, basi wakati wa kujisafisha hakikisha mkono wako unatoka unatoka mbele kuelekea nyuma ili kuepukana na bakteria au wadudu wanaotoka sehemu ya haja kubwa kwenda katika njia ya uke, ambao ndo tunapata hayo maradhi mbalimbali kama magonjwa ya fungus. Hayo mwanamke anapata fungus za mara kwa mara, tunapata PID hayo. Kwa hiyo tuzingatie njia sahihi za usafi wakati tunamsafisha uke. Na pia kuna baadhi ya kemikali au sabuni zile zenye manukato makali, basi tujiepushe nazo kama sisi wanawake ili kulinda sehemu zetu za uzazi, kuepukana na kuua wale bakteria au fungus ambao wako pale kwa ajili ya kulinda uke wa mwanamke. Lakini ukitumia hivi vitu vyenye chemical au ukitumia marashi au sabuni yenye makali au kufanya douching, yani kujisafisha kwa kuingiza kidole, tunaenda kuua wale wadudu ambao ni healthy, ambao wanasababisha kulinda uke wa mwanamke na kusababisha
wale wadudu wakifa, ina maana ni rahisi wale wadudu hatarishi kuingia na kuleta madhara. Kitu kingine, tuzingatie lishe bora kwa mwanamke. Kuna baadhi ya vyakula ukila wewe mwanamke vinaweza kumaintain mji wako wa uzazi na kukumaintain wewe katika afya bora ya uzazi. Zingatia mlo kamili, vile vitamins, minerals na proteins. Yani hivi vyote vinaweza kusaidia kutengeneza hata na mji wa uzazi, mji wa mayai kukaa vizuri. Pia kitu kingine, lifestyle au tunasema mfumo wa maisha ambao tunaishi. Tujiepushe na unene kupitiliza au wembamba kupitiliza kwa wale ambao tunaofanyaga diet, kwa sababu hivi vitu vyote vinaenda kuathiri mfumo wa vichocheo vya mwili au mfumo wa hormone, ambao baadaye ndio inatuletea shida tena katika swala zima la upatikanaji wa hedhi ambayo inakuwa haiko sahihi au inatoka kwa muda mrefu na kupata maradhi mengine ambayo yanahusiana na swala zima la hedhi. Au wengine wale ambao wanaotumia sigara, madawa ya kulevya, wanaokunywa pombe. Hii pia inaenda kuleta changamoto kwenye swala zima la mfumo wa uzazi, na baadaye wewe mwanamke unaweza ukashangaa anatafuta basi kupata ujauzito au nini, akapata changamoto za kubeba ujauzito au asipate kabisa. Kwa hiyo tujitahidi tu maintain katika hayo mazingira. Pia tujitahidi kujiepusha au kujizuia na stress au mawazo ambayo kama inaweza kuzuilika, basi tujitahidi kujizuia, au kupata depression zile au sonona. Tupambane nazo. Najua ni ngumu, lakini tujitahidi, kwa sababu vyote hivi stress vinaenda kuharibu afya ya vichocheo vya mwili, na ndio inaleta sasa hizo harakati za kuleta hormonal imbalance au matatizo ya mayai huko. Kwa hiyo ukijitahidi hapo, basi tunaweza tukaulinda huu mwili wa mwanamke au afya ya uzazi wa mwanamke, na tukaepukana na maradhi ya hapa na pale au changamoto za uzazi. Kama tulivyozungumzia hizo sababu mbalimbali ambazo zinasaidia kutunza au kulinda afya ya uzazi wa mwanamke, basi we mwanamke tunakukaribisha sana katika kituo chetu cha Royal Polyclinic ambacho kiko Ilala Bungoni, Msaada Garage, kituo cha garage hapa Msaada. Kwa hiyo ukija hapa utakutana na wataalamu mbalimbali ambao tutaweza tukakaa na wewe, tukafanya counseling, pia tukazungumza na wewe, au tukakusaidia pia kuchagua njia ya mpango wa uzazi, njia gani salama. Tutaongea na wewe vizuri, au tutakuelimisha njia mbalimbali za kuweza kujilinda, tukiachana na hizi ambazo tulizoongea. Basi tunakukaribisha sana katika kituo chetu. Tuna vipimo mbalimbali, tuna wataalamu wazoefu wako hapa. Tutakusaidia ili tuweze kukusaidia kutunza afya yako ya uzazi. Pia usisahau kulike, kucomment, kushare na kubonyeza subscription ili kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Karibuni sana.